Hii imejengwa katika kiwanja chenye upana wa mita 30 na urefu wa mita 20, ikiwa na jumla ya majengo manne, na katika hayo majengo manne kila jengo moja linajitegemea. Ndiyo, kila jengo moja linajitegemea, japo majengo mawili yamejirudia mara mbili, majengo mawili yamejirudia mara mbili. Picha uliona ya mwanzo inaonyesha upande wa nyuma, na hapa ndio upande wa mbele wa jengo, lakini unaweza ukifanya vice versa, mbele kukawa nyuma na nyuma kukawa mbele, bado itakuletea faida na itaonekana vizuri tu. Mpangilio ndo kama ambavyo unaweza kuona hapa katika upande wa nyuma kuna majengo mawili, ambapo kila jengo lina vyumba viwili vya kulala. Chumba kimoja ni self, sebule, jiko pamoja na choo cha public. Na hii imetokea mara mbili kwa sababu majengo haya yamejirudia mara mbili. Na upande wa chini kuna nyumba ambayo inakuwa na chumba kimoja self, sebule na jiko, na jengo hili tena limetokea mara mbili. Kwa hiyo ni mbili kwa mbili, naweza kusema hivyo. Jengo ambalo lina vyumba viwili hapo linajengwa kwa jumla ya tofali za blocks 1400, bati zake ni 45 za futi 10 na mbao za kenchi ni 80 kulikamilisha hilo jengo. Na hapo yametokea mawili, kumbuka. Lakini pia nimekutajia tofali 1500 ni za blocks, lakini kama utachukua tofali za kuchoma basi utatumia jumla ya tofali 5500 za kuchoma, na hizi ni tofali ambazo zitatumika kwenye usawa wa boma peke yake. Hata hizo tofali za blocks zinatumika kwenye usawa wa boma peke yake, kwa sababu ujenzi wa msingi huwa unategemea sana na shape ya kiwanja chako, lakini pia na aina ya udongo ambao unapatikana kwenye kiwanja chako. Jengo la chini hapo utatumia jumla ya tofali za blocks 900, lakini pia kama utatumia tofali za kuchoma zitakuwa tofali 3000. Bati hapo zitatumika ni 25 za futi 10 na mbao zake za kench ni 50. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini mbao 50 hapa katika jengo la chumba kimoja, lakini katika jengo la vyumba viwili ile na mbao 80. Iko hivi, katika jengo la vyumba viwili imetawaliwa katika pande mbili na gable roof, ambapo ukuta utapanda moja kwa moja kuja kukutana na bati, kitu ambacho katika upande wa pili wa jengo hili dogo hakuna hicho kitu. Kwa hiyo upande wa pili wa jengo dogo ni mbao zitafunika pande zote na bati litafunika pande zote, ikiwa katika jengo letu lenye vyumba viwili kuna baadhi ya pande kuta zinapanda juu moja kwa moja mpaka kwenye bati. Kwa hiyo bati halitafunika moja kwa moja, ndio maana idadi ya bati inapungua katika jengo hilo la vyumba viwili, lakini pia hata idadi ya mbao za kenchi nazo pia zinapungua kwa sababu hizo ambazo nimeweza kuzitaja hapo. Sawa, juu ya ujenzi wa majengo haya naweza nikasema ina uwezo wa kukupa faida zaidi, kwa sababu una uwezo wa kupangisha hapa na wewe ukaendelea na michezo zako zingine sehemu nyingine, au ukaishi wewe katika unit moja na unit zingine ukapandisha, bado itakuletea faida mno. Kumbuka takwimu nilizotaja katika nyumba ya kwanza ambayo inaonekana upande wa juu au upande wa mbele ndizo zitakazotokea katika jengo hilo la upande wa kulia, kwa sababu hao majengo mawili juu yanafanana sifa, kila kitu kinafanana. Lakini pia sifa nilizozitaja katika jengo la chini, ambapo jengo hili lina chumba kimoja, basi itakuwa vile vile katika jengo la pili ambalo linaonekana upande wa chini, ambapo zote zinafanana sifa zake. Nikukumbusha tu ya kwamba YouTube tumeshaweka video nyingi zaidi. Kuna almost video 29 za album ambazo zote zimeshawekwa huko. Kwa hiyo unapoenda kutazama utajifunza vingi zaidi kuhusiana na ujenzi. Na huu ndio muonekano wa haya majengo. Yanavutia na ni ya kisasa katika mpangilio mzuri. Kumbuka katika kila jengo kuna uwezekano na imewekwa nafasi nzuri ya kutosha kuweza kuegesha gari lako hapo. Kwa hiyo wewe ambaye una gari usifikirie mara mbili kwamba katika apartment hizi sitapata sehemu ya kupaki. Hapana. Either umechukua nyumba kubwa ya vyumba viwili au umechukua nyumba dogo ya chumba kimoja, basi eneo lako la kupaki gari lipo. Lakini pia kupo na eneo la ziada kwa ajili ya parking ya watu ambao watakao kuwa wanakuja kuwatembelea. Enzi akatokea kuna kapati, gari 3, 4, 5, 6 zote sasa zikaingia ndani na mambo yote yakafanyika ndani bila tatizo wala changamoto ya aina yoyote ile pale. Juu ya muonekano ni superb kabisa, na jengo linaonekana vizuri sana, hasa ukiangalia jengo hili la vyumba viwili linakufaa kabisa wewe ambaye una hadhi yako. Of course wewe ambaye una title yako, wewe ambaye una vyeo vyako, inakufaa hii. Na eneo hili hapa si eneo la changanyikeni. Kwa hiyo developer au mwekezaji atakifanya hivi, basi atakuwa ni mtu ambaye atatengeneza faida kubwa sana, na atategemea watu ambao wana hadhi kubwa kuja kukaa kwenye nyumba yake hii hapa. Lakini pia ukiangalia muonekano wa bati, nafikiri kile nilichokuwa nakielezea juu ya tofauti wa bati na mbao za kenchi na wakiona hapo katika jengo la vyumba viwili, kuna baadhi ya pande mbili katika kila jengo inatawaliwa na gable roof. Kwa hiyo hii inapunguza idadi ya bati
kwa asilimia kubwa sana, na pia inapunguza asilimia kubwa ya idadi ya mbao za kecha ambazo zitatakiwa kutumika kwenye ujenzi wa hilo jengo. Juu ya parking nafikiri unaona magari yameegeshwa hapo. Hiyo sio object tu, hapana. Ni object ambazo zimetumika katika nafasi iliyo katika uhalisia. Kwa hiyo hata gari lako pia linaweza kukaa hapo na nafasi ikabakia vivyo hivyo kama ambavyo inaweza kuonekana hapo. Ramani ya aina yoyote ile pale tutaweza kukuandalia kwa vile ambavyo wewe unahitaji. Na ramani zote huwa tunaziandaa kulingana na mahitaji ya wateja wetu. Kwa hiyo hata wewe unaweza kaja na mahitaji yako, ukatupatia mahitaji yako na sisi tukafanya kile ambacho wewe unahitaji kwa namna ambavyo unataka kulingana na eneo lako linalotaka. Lakini pia huwa tunatoa ushauri. Yes, tunatoa ushauri, tunakushauri. Kama eneo hilo litafaa ujenzi wa jengo ambalo unataka kufanya, basi tutakushauri. Kama utatakiwa kubadilisha kulingana na eneo lako, bado pia tutakushauri kuhakikisha kwamba tunakupatia kilicho bora zaidi na kikupatie faida, kikunufaishe vile vile ulivyokuwa umekusudia. Tofauti na kujenga kitu ambacho baadaye kije kikupe hasara na uweze kujutia kwenye maisha yako. Sasa hicho ndicho ambacho kitu ambacho hatukihitaji kitokee kwako wewe mteja wetu. Kwa hiyo karibu sana, tupatie mahitaji yako, tukuandalie ramani vile ambavyo unahitaji. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.